Mungu amepeana, tukajua ni kwa nini Mungu ananena kuhusu hii neno katika siku ya leo. Kwa hivyo ni Mambo ya Nyakati 7 kuanzia mstari wa 14. Tutaichukua ni yetu, ni kwa sababu imetumanwa ni yetu. Biblia inasema ya kwamba ikiwa watu wangu waitwao kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatavumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Acha nirudie. Mambo ya Nyakati wa pili 7 mstari wa 14. Neno la Bwana linasema ya kwamba ikiwa watu wangu waitwao kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatavumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Baba, ninakushukuru, ninakuinua, ninasema ni asante, ni kwa sababu ya neno lako Bwana Mungu wa mbinguni ambalo umepeana ni kwa ajili ya Bwana kusemezana nasi katika siku ya leo. Tunapoenda kusemezana neno hili Bwana Mungu wa Israeli, wacha Roho wako Mtakatifu akatuongoze na akatutawala, akatupatie hekima hata ya kuelewa neno hili, akatupatie hekima hata ya kuingia katika maombi katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Tusiwezeshe Bwana, ni kwa sababu wewe ndiye umeitumana katikati yetu Bwana, tukaweze kushiriki katika pamoja, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa napewa huu ujumbe nilijiuliza, mara nyingi huu ujumbe tunaonanga kana kwamba ni la wale watu wasioamini, lakini huu ujumbe umekuja kwetu kama watu wa Mungu, ukatuambia ya kwamba ikiwa watu wangu wale ambao wanaoitwa katika jina la Bwana watajinyenyekeza. Swali ya kwanza tukajiuliza ni ya kwamba tumeambiwa ya kwamba wale watu ambao wameitwa katika jina la Bwana, si ni sisi tumeitwa kwa jina la Mungu? Si ni kanisa la Mungu ameita kwa jina la Mungu? Na Biblia inasema ya kwamba ati watakao ninyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso. Ati wale sisi ambao tunaitwa kwa jina la Bwana, ati kama tutajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wa Mungu. Bwana asifiwe. Kama nchi pale tuko hapo ni kwa sababu kuna watu ama sisi wateule, kuna mahali ambao tumelala, kuna mahali ambao hatujasimama katika pengo. Ni kwa sababu sisi ndio tumeaminiwa, sisi ndio tumeaminiwa hii nchi, tukaweze kumtafuta Mungu, tukaweze kumulilia Mungu, tukaweze kujinyenyekeza katika kila njambo ambao inaonekana katika nchi. Inatufundisha nini? Inatufundisha ya kwamba kama kanisa limesimama katika pengo, na ndio unasikia tunaitwa watu wa Mungu, wale ambao wanangojewa wakanyamazishe zile sauti zimejiinua katika nchi, wakanyamazishe zile sauti zimejiinua katika mashule yetu, tukanyamazishe zile sauti zote zimejiinua ambazo tunaona kana kwamba asitupendezi. Na ndio Biblia inatuambia kwamba ati wakati tutakaoinuka na kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Kama kanisa la Kenya tunafanya nini? Kama wewe binafsi umesimama katika wapi? Ni nini hii imetendeka katika nchi mpaka watu wakitembea woga imejaa watu? Ni kwa sababu hujui chochote katika hii nchi. Saa hii tunatembea katika chochote chaweza tendeka. Bwana asifiwe. Sio wakati watu walikuwa wanaimbiwa mchana, unainjakiwa hata mchana unanyang'anywa. Ni nini inaendelea? Woga imejaa kila kona. Kwa hivyo
Sasa nilikaa nikajiuliza, kama hao viongozi wa serikalini ni nani ambao wamewasimamisha? Ni nani ambaye halali akililia nchi? Kwa sababu wale hatuwezi sema kana kwamba ile nafasi haiko ndani yao. Kwa hivyo ile nafasi ni sisi tumeachiwa, wale ambao neno la Bwana linasema ya kwamba tumeitwa katika lile njina, tumeitwa tukaweze kujua kusimama katika pengo. Wewe ukasimame katika pengo lako, kama ni mzazi akasimame katika pengo, ni kwa ajili ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mwalimu ako pale shuleni, kila kona tunaomboleza, ni kwa sababu shule zetu zinasomeshwa hata na walimu ambao hawajui Mungu. Wengine hawajui Mungu, wengine wanajua Mungu. Je, na wale ambao wanajua Mungu ni kina nani ambao wanasimama na kuomba pamoja na wao? Nilikuwa na waza na ninaona ya kwamba kama kuna kazi saa hii ngumu, saa hii tunaongea, ni ule mwalimu ambaye anaitwa principal amesimamia shule. Ule ni mtu saa hii ako na wakati mgumu sana. Na wale watu ni kina nani anangojewa akalie ni kwa ajili yao? Wale watu saa hii hata pale wako wanafanya ile kazi katika uoga. Ni kwa sababu wamejui wale watoto wataamuka wafanye nini, wale watoto watalala wafanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kujiuliza ya kwamba kama mimi nimesimama katika ile pengo, ninafaa nikasimame kwayo. Kama kanisa la nchi ya Kenya tumesimama katika ile pengo, tunaistahili kusimama kwayo. Bwana asifiwe. Na zingine unaangalia, unaambia Mungu ni rehema tu za Bwana zitatufikia. Ni kwa sababu zingine unasimama unajiuliza, utaanza kuombea wale wako kanisani wasimame, hata utaanza kuombea hata wale wako nje wasimame. Maombi unaanzia wapi? Ni kwa sababu hata kanisa yenyewe imekuwa ngumu. Wale wako ndani, wale tuko ndani, tumekosa hata kujielewa. Sisi ndio nuru ya hii ulimwengu. Sisi ndio tunangojewa tukaweze kunyenyekea, tukaweze kujisahau, tukaweze kuweka kiburi chini, tukaweze kujua ya kwamba sisi ni sisi tunangojewa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ikiwa watu wangu wale walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya. Unaweza simama siku ya leo useme ya kwamba hakuna njia ninatembelea ambayo impendezi Bwana, hakuna njia ambayo nimeacha kuwa kamili katika njia za Bwana. Je, na mimi niulize ya kwamba hata wewe unaweza kuwa unatembea katika ule utakatifu, unaweza kuwa umetembea katika ile hali ya kuacha dhambi, lakini katika nyumba yako, katika nchi yetu, katika mashule yetu, katika makanisa yetu, Mungu akitazama, je, anaona utakatifu, anaona usafi, ama anaona nini? Hapo ndio unakuja kuingia na kusema ya kwamba hata kama ninatembelea katika hizi njia ambao sijaasi Mungu, kuna wale wameasi Mungu katika nchi, kuna wale ambao wameasi Mungu hata wakiwa katika kanisa. Na hapo ndio Biblia inatuambia kwamba tukajinyenyekeze, tukatubu. Bwana asifiwe. Atutubu ni kwa ajili ya dhambi ambayo umetenda. Inaweza kuwa hujatenda dhambi, lakini Mungu akiwa mbinguni anatazama kanisa, anaona nini? Anaona kanisa ambayo imepungukiwa na upendo. Anaona kanisa ambayo imeacha kujali. Anaona kanisa ya kwamba hata imejawa na uongo. Anaona kanisa ya kwamba imejawa na mawaa. Sasa hapo ndio wewe unaingilia, na mimi hapo ndio ninaingilia, tukaweze kumtafuta Bwana, tukaweze kutafuta uso wa Bwana, tukaweze kunyenyekesha, tukaweze kutubu. Ni kwa sababu kile kinaoendelea hakuna mtu ambacho kinamfurahisha, hakuna kitu kinakufurahisha. Na kama hakuna
sisi kama wanadamu, na Mungu ni mtakatifu, kama sisi wanadamu hakuna kitu tunaona kinatufurahisha. Je, naye Mungu akiwa mbinguni? Kama ni hii nchi inahitaji msamaha, msamaha kila kona. Tunahitaji tukasamehewe na Bwana. Tunahitaji kanisa la Bwana likarudi katika msingi ule ulioachwa na Yesu. Ni kwa sababu kanisa la Kenya kama ingekuwa na ule msingi wa kwanza, nchi ingekuwa imefika pale imefika. Ni kwa sababu kanisa ingekuwa inasimama katika pengo. Na Biblia inasema ya kwamba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao. Bwana asifiwe. Ni sisi tukasimame tumwambie Mungu ya kwamba inawezekana kuwa viongozi wetu wameasi, inaweza kuwa watoto wetu wameasi, inaweza kuwa wazazi ambao waliotutangulia wameasi. Bwana, tunaomba msamaha. Ni kwa sababu hapa ni pale hakika tunahitaji msamaha wa Bwana ukaweze kutufikia. Tunahitaji rehema za Bwana zikaweze kutufikia kama kanisa. Tunahitaji neema ya Bwana upya katika nchi yetu. Na yule ambao atakao simama ni nani? Ni nani atakayetumwa akapeleke huu ujumbe ambao ni wa kutubu? Asifiwe. Ndio tunaweza sisi kuwa, unaweza kuwa asubuhi ya leo umejitahidi, na ni vizuri ndugu, ni vizuri dada, ujitahidi kukaa ukiwa umetakasika mbele za Bwana. Lakini kile kimetusurround, kimeoza, kile kimetusurround, hakuna mtu anataka kuona. Kile kimetusingira, hata kule unakaa, hata wewe hutaki kuona. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya dhambi inayofanywa usiku na mchana. Kwa hivyo hapo wewe ndio unaingilia katika ile hali ya kumcha Bwana. Tutajuaje kama Mungu atasikia ombi? Tutajuaje kama Mungu atashusha neema zake? Na Biblia inasema ya kwamba tutakapoacha tutubu, tukijua ya kwamba inawezekana. Hata katika hao viongozi inawezekana. Hakuna jambo lisilowezekana. Tukae tukijua ya kwamba inawezekana kupitia mmoja ambaye ametubu, kupitia mmoja ambaye ameitisha msamaha, akasema ya kwamba hakika ninahitaji msamaha, ni kwa ajili ya watoto wetu. Bwana akawapiganie, Bwana akawasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inazidi na kusema ya kwamba nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatapumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Inawezekana kuwa katika zile dhambi ambazo zimetendeka katika masikioni la Bwana haipati nafasi, lakini Biblia inaniambia ya kwamba ati wakati tutakapotubu ati yeye atatusamehe na atafumbuka masikio. Uwezekana kuwa ya kwamba ilikuwa imepungwa. Ni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza. Huenda kana kwamba haikuwa inasikilizwa ile maombi. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya ile kutotubu. Lakini sasa Biblia inasema ya kwamba ati macho yangu yatapumbuka na masikio yangu yatasikiliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna hali na kuna haja ya kutubu. Ni kwa sababu wakati tunapotubu, na nimesema ya kwamba ukatubu kile unaona ya kwamba akienendi katika mpango wa Mungu. Watu wameacha kuogopa Mungu. Hata wakiwa kanisani, mtu anaweza fanya chochote. Watu wameacha kuogopa Mungu. Watu wameingiwa na unyama. Watu kuuana saa hizi jambo. Inahitajika mmoja akamulilie Mungu. Anahitajika mmoja akajua ya kwamba katika nchi yetu kumemwagika damu isiyo na hatia. Katika nchi yetu kuna wazazi wameuawa wakaacha watoto
watoto yatima wakilia. Zile sauti zinafikia Mungu. Zile sauti tunahitaji tukatubu. Tukaambie Mungu, wacha siku ya leo tukanyenyekee, ukatusamehe, ukalete msamaha katika vijiji zetu, ukalete msamaha hata katika familia zetu. Kile kinatendeka katika familia yenu kinaleta utukufu kwa Mungu. Familia zimechukiana mpaka unakuta ya kwamba uwezi hata kutaka kuona ndugu yako, uwezi kutaka kuona dada yako. Hii si mapenzi ya Mungu, ni mbinu za adui. Asifiwe. Unaangalia, unauliza ni kitu gani hii kinaendelea? Na hata tukijiuliza pasipo na maombi, si ati tunasuluhisha. Tunahitaji kutukasuluhishe. Na siku ingine nilikuwa nimepita pale hapa kwa hii bangi kwa hapa chini. Siku hiyo nilikuwa tu nimepita. Wale askari wao wanalinda pale walikuwa wanaongea kuhusu Dagoretti. Sasa na mimi wakati nilianza kusikia wakiongea kuhusu Dagoretti nikaanza kutembea polepole. Nikataka kujua au wanataka kusema nini kuhusu Dagoretti. Mmoja akasema hata wakati kulisemekana vitu zimeimbiwa hapa, akasema ya kwamba hakuna mboma hata moja haikupelekwa. Na huyo mwingine akamwambia, sasa tukiambiwa tuende msako, hizi ngoma zote hakuna ngoma ila rangi mwizi. So hiyo kitu nilisikia imeumiza moyo wangu. Na huyo mwingine akamwambia, na ni kweli, hata utaenda wapi? Si utaanza kufagia kutoka hapa mpaka Kabiria, kwa sababu hakuna ngoma ina. Wewe sema ya kwamba ni mimi nimeambiwa watu wa Mungu wale waitao kwa jina langu, wale waitao kwa jina la Mungu, na usimame ukasema ya kwamba siku ya leo ni mimi ambao ninaoitwa kwa jina la Mungu, na neno lako limesema ya kwamba tutakapotubu utasikia. Na ujiambie ya kwamba ninajua Mungu uko na uwezo wa kusikia siku ya leo. Uko na uwezo tukatubu na hali zikabadilike. Bwana asifiwe. Tuko na uwezo wa kuingia mbele za Mungu tukiwa tumejitakasa, tukiwa tumetakasa mioyo yetu na kuambia Mungu, katika nafasi hii tunaomba tu ukaturehemu. Tunaomba tu ukafanye kitu, tuone ya kwamba Bwana umesikia maombi yetu. Bwana asifiwe. Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu neema zake ni mpya kila siku. Wacha niende nikamalize na mstari uko Maombolezo 3 mstari wa 22 mpaka 24 inasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana asifiwe. Maombolezo 3. Biblia inatuambia kwamba katika mstari wa 22 inasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila asubuhi, na uaminifu wako ni mkuu. Sasa nisome mstari wa 24. Bwana ndiye fungu langu, usema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumainia yeye. Biblia inatuambia kwamba huruma za Mungu, kwamba ni huruma za Bwana tu, ni huruma tu za Mungu hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kweli tu unapoenda kuingia kwa maombi siku ya leo, tazama zile rehema, tazama ile neema imetubeba, ile neema ambayo imetubeba katika wiki mzima, ile neema ambayo imekubeba kutoka Januari mpaka saa hii, na ile neema imekubeba tangu ulipozaliwa mpaka saa hii. Uone ya kwamba kama si rehema za Mungu kweli tungeweza, kama si
huruma za Mungu kweli tungeweza. Ujiweke mahali pale useme ya kwamba na ni kwa sababu tumetembea hii safari na wewe katika huruma zako, tunajua ya kwamba huruma zake ni jipya kila asubuhi. Katika neema yake anakubebea familia yako, anakubebea watoto wako. Bwana asifiwe. Anakubeba wewe binafsi katika rehema zake tu. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba tunapoenda kuingia kwa maombi, tuambie Bwana, kile kinaweza sababisha maombi yetu isisikike ni nini? Si ni dhambi? Na hata hiyo dhambi si ndio tunaambiwa tutubu. Na si tukitubu atasikia. Na si leo tu peke yake. Angalia vile mambo hayaenendi vile inastahili kuwa inaenenda. Bwana asifiwe. Nakwambia niliangalia siku nyingine nikasema, unajua ukiangalia kila kitu chote kinatendeka Kenya, watu watakuwa wanakutana na wewe ukilia peke yako. Ukianza kufuatilia kile chochote kimetendeka, nakwambia utakosa amani. Utasikia tu machozi yanateremka peke yake. Kwa sababu hakuna kitu ya kutia nguvu. Hakuna kitu ya kutia nguvu. Lakini kwa sababu neno la Bwana limetukumbusha ya kwamba sisi ambao tunaoitwa katika lile Uchina, tutakaoomba ati atasikia. Na ametuweka tu kwa sababu ya ile rehema zake. Na ametuweka tu tukakomboe wengine, tukalie ni kwa ajili ya wengine. Kuna mtu anatenda dhambi akiwa anamaanisha, na unapoangalia moyo wake ule mtu unaona kana kwamba hata hayuko tayari kuacha ile dhambi, lakini anatenda dhambi. Unasikia ya kwamba kama wewe ungekuwa na uwezo wa kumbadilisha saa hiyo hiyo ungeitenda, lakini kwa sababu hatuna uwezo wa kumbadilisha saa hiyo hiyo, yetu ndio ni kuingia kwa maombi. Ni kwa sababu watu hawaongovi dhambi. Watu wamefika mahali hata nikawa waongovi pia kifo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni letu tukasimame, ukaanze na kanisa, ukaambie Mungu, Baba tusaidie kanisa lako likarudi kwa msingi. Kanisa lako likarudi katika ule upendo wa kwanza. Kanisa lako likarudi katika mishoni moja. Ile mishoni ambayo ni ya kwenda mbinguni. Ni kwa sababu kama kanisa imetoweka, imekuwa na vitu mingi. Umekuwa na mashindano, kina nani wanafanya, na hatujaitiwa hiyo. Hatujaitiwa hiyo wapendwa. Hatujaitiwa hiyo. Mishoni ni moja tu ya kutakasika na kutafuta Mungu na kwenda mbinguni. Lakini hiyo imetoweka. Imetoweka kwa watu wengi. Imetoweka katika kanisa la Bwana. Ni kwa sababu unakuta ni kama shindano, ni kama mbishano. Tunambishana nini? Tunachukiana nini kama mwili wa Kristo? Tunambishania nini kama mwili wa Kristo? Bwana asifiwe. Si Bwana wabariki sana. Tunapoenda kuingia kwa maombi, karibu mchungaji.